pamoja katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 11 na 12. Biblia inasema, Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake ziko ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Nchi ikatoa majani, nchi ikatoa mche utoao mbegu. Nimezungumza katika wakati uliopita, Mungu hii dunia alivyoitengeneza, ametengeneza namna ya dunia yenyewe kuweza kujidharisha. Kumbuka, Mungu aliumba mbingu na nchi, vitu viwili. Kwenye nchi ilianza kuzaa vitu vingine. Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu akasema nchi itoe majani. Kwa Mungu alivyoumba nchi, aliweka kwenye nchi mbegu ya kuweza kuzaa vitu vingine. Akasema nchi itoe majani na mche utoao mbegu, manake nchi itoe mche utoao mbegu. Na ndicho kitu Mungu alichokitengeneza. Mungu ametengeneza hii dunia namna ya yenyewe iweze kujizalisha. Kuna vitu Mungu ameviweka ndani yake, vina mbegu ndani yake, vina kitu kingine kipya cha yenyewe kuweza kujitengeneza. Kwa ni nchi ambayo inatoa mbegu, mche utoao mbegu. Kwa unapouona mche, si tu ni mche, lakini ni mche ambao una mbegu. Nimezungumza wakati mwingine, manake ni maisha ambayo Mungu anaweza akakupa, si tu maisha ya kuishi leo, lakini ni maisha ya kuishi kesho. Kwa Mungu anavyotutengenezea namna ya maisha, namna ya sisi kuishi, hatutengenezei tuweze kuishi leo, anatutengenezea mifumo, au ametengeneza mifumo ya sisi kuweza kuishi hata kesho. Kwa hiyo ameweka mbegu ya sisi kuweza kutusaidia kuweza kuishi hata kesho. Sasa kuna wakati mwingine nitazungumza vita ya mbegu. Mbegu huwa ina vita. Kwa mbegu huwa inaweza ikapigwa vita isiweze kutoka. Mbegu inaweza ikafanyiwa vitu, inaweza ikaibiwa. Sasa Mungu anasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, manake mche utoe mbegu. Ndivyo Mungu alivyotengeneza. Kwa Mungu anavyotupa riziki ya leo ni mwendelezo wa riziki ya kesho. Hata kama riziki ya kesho haitakuwa sawasawa na riziki ya leo, uwe na uhakika ni mbegu ya jana ambayo inakusaidia uweze kuishi leo. Kwa hiyo ndivyo system ambazo Mungu anatengeneza. Natamani ufahamu hichi kitu. Usipokuwa na uelewa wa hichi kitu, utashindwa kupata vitu vinavyodumu. Na Mungu anatamani tuwe na continuity, tuwe na mwendelezo wa vitu. Ndio maana anasema kizazi hata kizazi. Manake Mungu anataka tupate vitu ambavyo vinaweza vikafanya vikaweko mpaka generations. Kwa hiyo yote ni mbegu, ni mche utoao mbegu. Manake ni vitu ambavyo Mungu ametupa, lakini ndani yake vina mbegu ya kuweza kutokeza kitu kingine. Na hiyo ndio system ambayo Mungu ameiweka. Na hiyo ndio system ambayo Mungu siku zote anatamani iweze kuwepo. Mche unaotoa mbegu. Manake ndani yako wewe, katika kila kitu ambacho Mungu amekupa, hata kama ni kazi, hata kama ni fedha, Mungu anakupa mche utoao mbegu. Nakumbuka yule mtu ambaye alisafiri akawapa watu wake talanta. Mmoja alimpa 5, akazalisha 5 zingine. Manake katikati ya zile talanta 5 haikuwa tu ni talanta, ilikuwa ni talanta yenye mbegu ya kuzaa talanta nyingine 5. Kwa hiyo alipopewa ile talanta, alijua katikati ya hii talanta ninaweza nikapata talanta zingine. Kwa katikati ya chochote ambacho Mungu amekupa kuna kitu ndani. Na yule aliyepewa talanta 2 alifanya hivyo, lakini aliyepewa talanta 1, Biblia inasema aliogopa. Akasema wewe ni mgumu, wapanda usipovuna, wavuna usipopanda. Anasema alipopewa ile talanta 1, hakujua ya kwamba ile talanta ni mbegu. Akaenda kuifukia. Anasema nikaogopa, nikaifukia. Imagine, kuna watu Mungu amekupa mche utoao mbegu, lakini hauoni matokeo. Kwa unaweza ukawa na mche unaotoa mbegu, lakini usione matokeo yoyote. Yule mtu alifukia talanta,
Kwa Mungu anaweza akakupa mche utoao mbegu, lakini wewe ukala kila kitu na mbegu. Kwa kuna wakati Mungu anapokupa mche utoao mbegu, haupaswi ule mbegu, inabidi ule mche na mbegu yako uitumie tena kuweza kupata mche mwingine. Maanake ni maisha endelevu. Kadiri Mungu anavyokupa ni kitu endelevu, kitu ambacho kinaishi. Mche utoao mbegu ndio standard na level ya maisha ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya watu wake. Mungu ameipanga kwa ajili ya maisha yetu. Mungu ameiandaa kwa ajili ya siku zetu. Kwa katikati ya siku zote ambazo tunaishi, ndio standard ya maisha ambayo Mungu ameipanga kwa ajili yetu.